Na mjue atakuchapa makofi. Mwoga hivyo. Acha kushika mimi. Karibu. Kulikoni? Nyakusolia. Nini? Aliungua na uji. Aliungua na uji? Kwa umeshinda hata kuniambia. Naomi, unapika vipi sasa mpaka mtu anajiunguza hivi? Hebu lete. Nisogeze sufuria. Pole. Umeweka dawa gani? Bado. Sasa umeshindwa hata kuja hata nyumbani pale. Basi ngoja niende nyumbani nikachukue dawa. Mpe imani mwenye ngoma nalia, mpe imani mwenye ngoma yongondo, ye ngondo, ye ngondo. Masatu, karibu. Mbona kwa hivyo bwana? Uko sawa kati na kuona kabisa uko sawa? Niko sawa. Karibu. Mimi kwa kile kwa sasa nataka nikuulize. Ila samani kama nataka kufanya. Na kitu hicho cha heri au cha shari? Sasa kusema kweli mimi naumia moyoni mwangu kuona watu wanaponyanyasika, watu wanakufa ovyo ovyo bila sababu za msingi, yaani kile ambacho mzee Fatana anaamua kufanya sisi tutende, hata chokiamua yeye sisi tufuate. Yaani ukipita huku matatizo, ukienda huku matatizo, hatuna uhuru kama vile wafungwa, kama vile watumwa. Yaani baba, kwa kweli kusema kweli mimi kusema kweli baba najisikia vibaya sana kuna hali. Sasa wewe ulikuwa unasemaje? Kwa mawazo yako. Na ndio maana nikaja kwako baba, sababu ndio unanishauri mzee Fatana. Na Fatana nakusikiza wewe baba. Hilo mimi nalijua. Mimi naomba ukakae naye uongee naye mzee wako. Umwambie abadilike. Hapa kijijini hakuna mtoto wa kike aliolewa wala mtoto wa kiume aliooa. Mpaka mtoto atoezini. Mimi mzee Mshatue mimi nitakaa naye, nitaongea naye kwa sababu mimi ndo mshauri wake. Mambo yote yatakaa sawa. Mamake Naomi. Maskini mama watu hata tatizo. Kafa kifo cha ajabu. Yaani alikuwa mstaarabu, tangia amekufa Naomi anahangaika, anateseka maskini Mungu kupita huku matatizo, kienda huku matatizo. Nilishakwambia mimi nitakaa naye. Bado unaendelea kusema tu. Ndio nini? Baba, mimi ukiongea nitajua. Kama usipongea pia nitajua. Na hali hii isipobadilika, mimi nitafanya chochote ambacho nitajisikia kufanya. Wewe Masatu.
Asante mzee Mfyatue. Mguu huu bwana wako nimekuja hapa kwako. Nimepewa malalamiko na wanakijiji, nikaona nije kwako hapa. Nilijua na ujio wako una jambo. Sawa sawa, ujio wangu una jambo. Wanakijiji hivi sasa wana malalamiko, na mimi nikaona malalamiko yao niyachukue niyalete kwako. Wanalalamika juu ya nini? Sawa sawa, juu ya utawala wako. Hawana uhuru, hawana amani. Msichana yote akishavunja ungo kwanza uzungumze naye wewe, halafu ndo aolewe. Nikaona bora haya malalamiko niyapeleke kwa mtawala wangu. Sikiliza bwana Kitute, ninaloliamua ndilo linalotendeka. Nitakalolisema linatakiwa lifuatwe. Lakini huoni kama huwatendei haki watu? Tawala wangu. Hakuna lingine. Natumai wewe ndio mshauri wangu. Uje na ushauri, sio malalamiko. Sawa, nimekuelewa, nimekusikia. Mimi ni wajibu wangu, wanakijiji wanapolalamika, mimi niyachukue niyalete kwako. Lakini madhali umesema hivyo, basi mimi nimeshakuelewa, nenda zangu. Nasema tena, unatakiwa uje na ushauri, sio malalamiko. Na yeyote hatakaye kuwa anazungumza basi atatangulia kule ambako wengine wameshatangulia. Sikiliza bwana Kitute, sina tena maongezi. Nitakaloliamua ndilo litakalotendeka, na lile nitakalolisema ndilo litakalosikia. Baba nani? Mwanangu, Mfyatue ameamua kuingia katika familia yangu. Mfyatue amemchukua dada yako Chiku. Sikuelewi. Huyo hapo unavyomuona dada yako hasemi, yuko amelala tu, hajijui nini anachokifanya. Hapo nasema Chiku. Baba. Mama kuingia kwenye familia yetu baba? Hapana mwanangu. Ni maamuzi yake tukaamua kuingia katika familia yangu. Maamuzi ya nani? Mfyatue. Anamshauri Mfyatue nani baba? Si ni wewe? Mfyatue akafanya jambo bila kumshauri? Hapana. Baba mimi nataka mdogo wangu Chiku sielewi chochote hapa. Baba unapata nini kwa Mfyatue? Hapana, naomba usikie. Utakusikia nini baba ambacho mimi nitakuelewa baba? Wewe utaongea nini ambacho mimi nitakuelewa? Wewe unasikia tu kumtoa mwanao sadaka kwa ajili ya Mfyatue. Wewe Mfyatue unamwogopa? Kwani wewe na Mfyatue ni mkubwa? Mkubwa ni Mfyatue hivi sasa. Hata wewe mkubwa wewe kati unampa madaraka baba? Nani alimpa madaraka Mfyatue? Mwanangu. Si unajua utawala wake wa vibavu mwanangu. Baba mimi nataka mdogo wangu arudi katika hali yake. Nipe kama dakika mbili. Za nini? Baba. Chiku mdogo wangu. Chiku. Naomba kamata hii dawa. Nini? Kamata hii dawa. Ili weje? Ukimpaka hata daktari yake kaoza.
Ili nimuue vizuri eh? Mimi sasa hainiruhusu hali hiyo. Kwa nini usimpake? Naomba nisikilize mimi. Nataka kunisikiliza mwanangu. Mimi siko tayari baba. Naomba umpake. Mimi siko tayari baba. Naomba mwanangu. Kamata dawa. Kamata. Mpaka wapi? Mpaka miguuni. Unafanya mambo, unatesa wana kijiji, watu wako waishi kwa amani, eh? Chiku, eh? Nini? Saizi usiku rafiki yangu. Kwa nini unakuwa na masiala namna hiyo? Kwa nini nipiga bwana wewe? Unipiga bwana. Kumbe mkuki kwangu huyo kwa binadamu mchungu, si ndio? Steve bwana, sio masiala. Punguzeni makelele, tuko kwenye miji ya watu. Sasa miji ya watu ndio tupigane. Lakini sio fresh bwana. Da. Nisitakupiga bwana. Bwana, sio masiala bwana, fresh bwana. Hapo naomba bomba wangu sio vizuri bwana. Hapo sasa hivi usiku bwana. Wewe vipi? Nini? Nini? Mazuri ya nini? Jamani, hebu acheni mambo yenu ya makuzi hayo. Kwa nini tunakuwa kama watoto wadogo? Nini? Nini sasa? Wewe umetuchapa muda ule. Ndio huyo kwani unadhani nani? Wewe si nini? Mama. Fanyisha wewe. Wala nifanyisha sawa na maana wewe unajua. Ndio tufanyia hivi lakini
ujinga. Karole, kwani nimemkosea nini mimi baba yako mpaka ananifanyia hivi? Yaani ananikosesha mimi amani au sina haki ya kuishi katika kijiji hiki lakini yaani kila siku mimi tu, kila siku tena kwangu mimi. Kwani nimefanya nini lakini? Mpaka nasikia mimi kulivua nguo, hata nini katika mwili wangu. Wewe unanitaka, mama yako ananitaka kuchukua mimi malaya, si ndio? Na kuita unachukua. Basi natosha. Usiendelee kunilaumu. Na kati unajua kabisa siwezi kufanya chochote kwa babangu. Hebu niangalie mboni zangu za macho. Unaona zina ishara kusema uongo. Lakini hutaki kunielewa. Sasa niache. Karole. 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 Kwani mimi nimekosea Karole? Una nini? Mimi nimechoka mama, nimechoka mimi. Sasa umechoshwa na nini mwanangu, si uniambie? Hajui yeye. Sasa umechoshwa na nini mwanangu, yetu nani? Mama wewe hujui kwani? Hujui Yaani mume yeye. Sasa kafanyaje tena baba yako? Mama wewe hujui kwani? Hujui Hujui. Kama yuko unajua mimi mwanangu, mimi ningekuuliza jamani. Mbona mnakuwa mnanichanganya? Mama wewe kama hujui sawa, lakini mimi nitafanya chochote kile. Mimi nitafanya chochote ninachojua mimi. Sasa utafanya nini? Mimi Nani anakusumbua? Amna, mimi naongea tu. Sasa umwambie baba yako naye anakulaumu mwanangu. Mimi nalaumiwa tu, mimi nalaumiwa. Nani anakulaumu? Mimi ananilaumu, alafu anajua tu kabisa kwamba mimi na yeye tukoje. Shika jitungu. Shika. Nenda kakioshe, kina kazi maalum leo hicho. Unajua hii ndo raha ya kijijini. Yaani unajua kule mjini haya dili sana. Na mara nyingi tunatumia kwa ajili ya kutengeneza juice. Lakini huku kijijini bwana, hebu tazama. Yapo kibao, unaona? Alafu kuna kitu kimoja. Mimi kuna jambo moja ambalo linanichanganya sana akili yangu. Hivi, Chenge, tumekuja huku kwa ajili ya kumtibu ndugu yetu au tumekuja huku kwa ajili ya sisi wewe kututoa sadaka? Maana kila kunapokucha, leo kuna hili, kesho kuna hili. Unajua hii? Hapo mimi sijaelewa. Alan, hivi mnahisi mabishano yetu ndio itakuwa hitimisho ya mambo? Au issue iliyotuleta ndio hii ya kuja kubishana? Ili mesi kwamba matatizo tutayamaliza kwa ajili ya kubishana tu, yataisha ya matatizo. Yaani mimi sijui kwa akili zangu tu ziko vipi, hata sielewi kabisa. Chenge,
Najua unaghadhibika kwa sababu tumekuambia ukweli. Tulikuja kwa lengo moja tu. Lakini je, ndilo hili lilotuleta? Maana imekuwa kama dozi. Asubuhi kichapo, jioni kichapo. Tukiuliza tunaambiwa adhabu. Maana tumejinyea. Je, hii ndio tiba iliyotuleta? Na ndio maana mimi siku zote nasema Alan maneno yake ni kama shule upande wangu. Yaani anaponikosha hapo Alan hapendi kuficha maovu. Anasema ukweli, tujibu. Ujue kuna watu wengine wamekuwa kama mazuzu hivi, yaani watu wasijielewa hivi. Kwa hiyo mimi zuzu? Wewe ni zuzu ndio. Bwana, mbona mnapenda kuni? Ngoja kwanza nisikitike kwanza. Jamani, yaani kila kunapokucha sisi tunafisheta. Sisi tuna bahati gani? Sasa mnapajua paraka nani? Mnapajua mlipokaa kwa nani mnapajua? Ndio peto daraka hapa pepe tu. Unajua pepe tu wewe. Kiasi kuko unapata. Kwa umesikia? Umesikia? Hebu mwache bwana. Najua tupo gani ndugu yangu. Tatizo ndio tutajiri abuda akili je. Abuda akili. Sasa unatutukana vipi usitutukane bwana? Ndio abuda akili. Hapa kwa pepe tu wewe hapo peka. Hapa kwa pepe tu peka hapa. Wewe na vedi bwana ndacha. Je, mnakuwa watu gani wewe mnajua je? Angalia kwanza. Oya, aje panapita. Nenda. Napita. Nenda bwana. Kama ungekuwa unapiga picha tupige kwa hapo, ungekuwa kwa baa, ungekuwa safi sana. Unanipiga mie, unadonea. Ungepiga picha tu unakata mie. Angalia kwanza. Baka hao yeye hapo nenda. Nitakomba hapo leo. Tibu. Ochenge ndo tiba ichenge. Kwa mbona ndio Yuko wapi Alan? Maswali gani unaniuliza hayo? Chenge, naomba unijibu. Yuko wapi Alan? Mimi na tumetoka pamoja, tumetoka kule kwa Alan, tukamwambia sasa ndio maswali gani? Tukisha wewe ndio kijiji hiki. Ina maana hapa hapa kila kitu unatufanyia mateso juu ya mateso. Au ndio umekuja kutunyanyasa kwa vile kwenu Kwa vile kwenu sio mageni ndugu mimi nitoka. Alan. Alan! Mwache! Wewe niambie mmefanya nini rafiki yangu? Umefanya nini rafiki yangu katika kijiji chenu? Umefanya nini? Nirudishie Alan Chenge! Nirudishie Alan! Chenge! Tuko hapa! Chenge! Chenge! Tuko hapa! Chenge!
Tulieni, sheni pumzi, alafu mniambie imekuwaje? Ala, tufanyaje? Kwani mnakwenda kwenye miji ya watu mnafanya vitu vya kijinga visivyoeleweka kwa nini? Alan amefariki. Alan amefariki. Sio amefariki, hadi umemuacha. Umemuua Alan Chenge. Tutakufa wote. Hapa tutakufa wote, hakuna hata mmoja atakayebaki. Niliwaambia muda mrefu kwamba huku tumekuja kufuata tiba, hatukufuata mambo ya kijinga. Nini kinatokea? Hii ni nia mbaya. Huku tumekuja kufuata kitu hichi kimoja tu na kupigia mguu wangu. Sasa angalia nimefanya upumbavu. Huu ni upumbavu uliokithiri. Mimi sikai kuongea hivi sasa hivi. Naondoka. Alan. Sikai naondoka. Siwezi kukaa hapa, siwezi. Siwezi kukaa hapa, naondoka. Niacheni naondoka. Pesa. Mbavu wakubwa nyinyi. Mimi siwezi nikakaa. Mimi msinifuate. Msinifuate moka, utaka kunifuate tukupate. Toka pesa. Mapesa turudi tupate hata siba kidogo kakaangu. Tutakwenda hivi hatuna kitu tunarudi vipi? Chenge. Subiri kidogo upate hata tiba. Niache. Mimi si mbavu mkubwa wewe. Mapesa. Mimi naondoka na mimi bali. Chenga unaweza kubaki hapa. Niache. Ondoka zako niache. Siwezi kukaa mimi hapo. Mimi sibaki huko. Nimekwenda mimi naenda. Twende huko. Tutaendaje hivi nyumbani jamani, mbona hatujaje hivi? Kama njoo hapa. Umeshakuwa sasa? Nakuuliza umeshakuwa? Naomba nisamehe. Nikusamehe kitu gani? Unanipanda kichwani? Na hizi ni nguo gani umezivaa? Unaota mimi najue? Unathubutu kuvunja mila na desturi ambazo mimi nimezipanga katika kijiji hiki? Hai! Bako, msamehe mtoto. Kitu gani na wewe unapiga kelele? Unaongea kitu gani nakuuliza? Wewe ndio chanzo cha kufanya ujeuri ule. Yaangalia sana. Kwa mimi. Na ujeuri. Hujui mimi nani? Sawa. Pole. Kwani unaamua kuniaibisha hivi lakini? Mama, Sikusemea hivi babako angenichinja ingekuwaje kama wewe, kwani unaamua kuniaibisha kiasi hichi jamani? Kwa nini lakini? mama, mimi basi nimekuta tu hivi.
Mimi nafikiri tumetembea kwa muda mrefu sana. Na mpaka muda huu ulipofika hapa, mimi nilikuwa naomba tupumzike. Ni kweli hizo zimeshaingia sasa hizi. Au unashauri vipi? Mimi kama zindiko tu. Ana kuongea huyo. Kwa sababu yeye ndio chanzo cha matatizo. Si wakati wa mizozo, samahani. Sawa. Kwa tunakubaliana tunalala hapa, si ndio? Sawa. Chengo wake leo bwana. Katika kijiji changu hakuna yeyote atakayeingia akaondoka. Mulifunga safari za kuondoka. Nilikuwa na nyinyi mkiwa mbele, mimi nyuma, na nimewarudisha hapa. Nini ujabali wenu ulipo? Mimi ndio mzee Mfyatue. Mtabaki kuishi katika kijiji cha mzee Mfyatue mpaka pale nitakapopenda mimi. Mlikuwa mna mavazi yenu? Ziko wapi nguo zenu? Na kamwe hamtotoka katika kijiji hiki, na mtabaki kuendelea kuwa wana kijiji. Umelizika Chenge, si ndio? Chenge, mimi mtu kwa hivi, hebu tazama. Madude gani mimi naveshwa haya, eh? Yuko wapi Alan? Yuko wapi Alan? Wamemuua Alan hawa. Ni vema au ni bora ukachukua kisu ukachoma kwenye tumbo langu kuliko kuwa na rafiki mnafiki kama wewe. Umeridhika? Umeridhika? Ishia, kindondocha chengine kile kila muda kinakenua meno, kindondocha chengine hiki hapa hiki. Maisha gani ya rafiki yangu? Sio kutupolisha viupati. Yote tuache. Nguo zetu ziko wapi? Eh? Nakuuliza wewe, si ndio kwenu hapa? Au kwa kina nani hapa? Ishia. Ishia! 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 Ishia!
Basatu. Pole sana. Pole sana kijana. Unajisikiaje? Kwani mimi nimekosa nini kwa babangu? Acha kulia bwana. Mzee wangu babangu ndo namshauri fanyie hivyo. Sisubutu mimi. Naomba unisaidie mzee wangu. Ananizalilisha mimi. Mimi nakuwa kama mbuzi. Basi nyamaza. Haya tutaongea wewe na mimi. Kwa nini mimi? Yaani nimelala hapo. Ina maana matatizo nayapata mimi. Mungu naomba unisamehe. Ninajua nakukosea. Lakini nimeshindwa. Nimechoka. Kila siku ni mimi. Acha babangu. Karole, unataka kufanya nini lakini? Naomi, nimechoka na kila siku matatizo yananihusu mimi. Na nini? Au nilikosea kuambia matatizo ya baba yako Karole? Naomba usifanye hivyo. Karole, kumbuka ulimwahidi. Naomba unisamehe kama nilikosea. Leo hii unataka kuvunja ahadi yetu. Uliniahidi nikuite vyovyote vile nitakavyojisikia. Nikuite baba, nikuite mama. Unataka kuniacha Karole?
kitunga changu kidogodogo, ende wapi na ungo, nirudi wapi na ungo. Wena kitunga changu kidogodogo, ende wapi na ungo, nirudi wapi na ungo. Na kitunga changu kidogodogo, ende wapi na ungo, nirudi wapi na ungo. Nyosheni mikono yenu hii. Kamateni. Kamata. Hii iliyokuwa mbele ni silaha. Hii silaha hamjawahi kuiona nyinyi toka mmezaliwa. Ndio kwanza leo na wakabidhi. Nyinyi ndio mtakayekuwa watawala wa kijiji chetu hiki. Nimechokana na tabia za Mshatue. Mtatutawala sisi hapa mpaka mtapofikia uzeeni kama mimi hivi. Huyu bwana dharau. Huyu bwana utawala wake unatumia mibavu. Hamtufanya chochote katika pembe nne za kijiji. Hapa ndo nimemaliza kazi. Mna uwezo wa kufanya chochote katika hiki kijiji kwa kutumia silaha hii. Sawa? Sawa? Tulieni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shusha ni mkono. Kamsokole. Nyanda, Lui, Kologoto, Sharia. Kamsokole Dudumizi. Kamsokole Kisengeni, Mcheko wa Majalalani. We Dudumizi, unaunguruma, mpokeaji masauti. Akiunguruma hapa unapokea pale mpaka Morogoro. Na huyo aungurume asitishwe na mtu yeyote. Analotaka liwe, analolisema liwe, na yeye asikilizwe, aogopwe. Asitishwe na mtu yeyote. Hakuna kutishwa na mtu yeyote. Nawe tulia. Mgone pagonile fungo mke mkulu kawasaka ikunza katambukiwa na ade ya mazi. Kolelo mamba Lugome yakabamandula na Ulangawela. Mgogi pikipicha mtonge na upili. Yali mdumo mumjua Kolelo mamba Lugome yakabamandula na Ulangawela. Agala mke yosi alawile kuna ichinganga. Ugogi kipikicha mtonge na upili alimjua Kolelo mamba Lugome yakabamandula na Ulangawela. Ngala mke yosi mlawile kuna ichinganga. Mtambale ulanga kwa ulanga. Leo na wabariki watoto hawa. Hawa ndio watakayetawala wote wawili. Watakitawala hiki kijiji. Hakuna mtu mwingine yeyote kutoa sauti yake. Mamba Lugone ukiunguruma wewe, hapa pote wanasikia kama radu. Hawa waungurume kama radu. Hawa watambe pembe nne zote za kijiji. Wanalolesema wasikilizwe. Asiwatishe mtu yeyote. Na huyo dhalimu huyo akitaka kuwagusa hawa, basi akiwaangalia na macho wawe kipofu. Akiwanyoshea kidole kiingie tumboni. Hakuna kuogopa. Sauti moja tu. Simameni. Simameni. Tangulia wewe. Msiangalie nyuma. Sawa? Mugone. Twende. Mugone oh. Mugone. Mugone wana. Watoto zangu, nimewaita hapa kwangu. Nimewapeleka kwenye mizimu. Nimewabariki, nimewapa nguvu ya kiburi. Najua Mshatue anajua kabisa hizi shughuli tunazofanya. Anajua kwa ujanja alokuwa nao. Mshatue utawala ule nimempa mimi.
Sitaki nitawale hiki kijiji kama alivyotawala Mchatue. Alikuwa na kitawala kijiji atakavyo yeye. Na cha kusikitisha, hapa pasitokee mwali, pakitokea mwali tu basi kwanza ongee na yeye, halafu sasa ndo kijana hao mpaka vijana wote walikuwa wanaogopa kuoa. Sasa kibaya mno kabisa mpaka mimi yule bwana nikaachana naye. Akakunulia mwanangu mimi, eti ananiambia nitoe sadaka. Binti yangu nimtoe sadaka? Hii nikaona hapana, Mchatue ndo mwisho wake. Wape uhuru wa wakitaka kuoana, wache waoane. Sitaki buguza. Watu wafanye mambo yao kwa mapana na marefu, wagaregare katika kijiji. Hata wakitaka kucheza na ngoma, wachieni wacheze. Sio mila bwana. Mmenielewa? Mmenielewa? Kuna lolote unataka kusema? Mimi sawa, Asante sana. Mimi kwanza baba nasema nashukuru. Mimi japokuwa Mchatue ni babangu, lakini mambo alikuwa anayoyafanya sasa yamenikifu. Kwa hiyo mimi sina cha kusema sana, ila nasema mzee wangu nishukuru. Asante sana. Nawatakieni kazi njema na mizimu tawabariki. Haya, nendeni. Asante. Haya, madaraka tulikuwa tunayataka tayari tushayapata. Kwanza namshukuru Mungu. So mshukuru Mungu, usije ukafanya mambo kama alikuwa anayafanya baba yangu. Yaani haizi katokea. Hakuahidi. Sababu katika miongoni mwa watu ambao wanachukia tawala. Kaka baba kule. Baba wewe. Baba kule kanaondoka. Baba. 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 Kau umefurahi? Unaona kazi babako anaifanya? Naongea kau unaona kazi babako anaifanya? Mamti babangu Karoli. Karoli anasema babangu Karoli. Karoli anasema babangu. Anasema babangu. Anasema babangu. Mle nyama Karoli, mle nyama Karoli, mle nyama. Unajisikia la?
Sonia. Ndo mimi Naomi. Kama mnavyojua matatizo mzifyatue. Ndo mimi Naomi nimerudi. Naomba msiniongope. Msiniongope ndugu zangu. Kwani mimi nimebadilika. Eti Tunu. Naomba. Naomi. Msiniongope ndo mimi. Yabadilika mimi. Sitamenitesa mimi. Kaileta kwenye makaburi mimi. Sijui nimemkosea nini lakini. Mimi hata sasa nimefikaje hapa. Sijui nilijua nitakufa mimi. Nikata yupo. Hayupo. Haiwezekani hapa vitu kama hivi. Ubavu zake. Hapa lazima kuna mtu ananichezea. Na nitamkamata tu. Leo nimekosa binti mbichi. Binti mbichi mama. Wewe! Nyamaza lala. Fuatilia mambo yangu yanakuhusu nini? Lakini mume wangu. Nimesema ulale. Hayakuhusu.
kukojolea. Mimi nakwambia nipeleke nje kukojoa, wewe utaki. Basi na mango nyingine nivae. Angalia sawa. Ngala kumoja kulinzenze nkila wakupa katambula jaja nemela kwa nenda kwa jumbe nika pambenza lanzala ni bweni kololo nilalisekeze walumba kiwanja na kiwanja tambalika mkulungulu watu aidana kakula moto pingani sukwa nzuwini ni mali pangala mwigo ni mali pangala sekeze kumuli makama mbeki teku kubat. Nombe kasenga nyumba jagongo jana kana kula japa jala pale ngani masika tulo batulia enza benenza kujimba jamani jabale jene jomya kapinde kanyombo kiege mpingo kubali lujele nko Wako! Ni kwa nini umesimama? Kwa nini unataka kushiriki ibada? Naweza nini msikii? Au wapata wanakutosha. Nini mtabui? Nakwambia mtabui. Kitu gani? Nini kitu gani? Lawama kuendelea kunilaumu mimi. Sasa mimi nitafanya nini? Ama mimi nitafanya jauni yangu mimi ni nini? Basi ndio kwenu huku. Unafikiri nani alaumiwe kama sio wewe? Halani angekuepo, asingekubali kabisa sisi tuvae hivi. Ni mwanaume ambaye anajiamini sana katika maisha yake. Tumevalishwa vupati bila ridhaa yetu. Sasa hivi tunatakiwa tuwe wana kijiji. Donda changu nacho ndo kinazidi kunisumbua. Hadi na bahati mie tunazungukwa na visheta, hakuna hata mtu mmoja anayejitambua. Hebu mtazame, ana msaada gani huyu kwetu sisi? Yule mwingine kule anapiga chafya tu kama mbuzi. Nafikiri tutarudi kama hawa. Hichi si kisheta, ndio kisheta. Unaona kidonda kikubwa hiki kinatoka dunia peke yake unaongea. Sasa bila kuna akili. Huyu anamsaidia nini? Ana msaada gani sisi huyu kwetu? Angalia kwa toje peke yake. Babu yako ndio bali ya kisadaka mimi. Bila katukue. Kuja kuweka hapo. Angalie kwanza. Kwa kama nyaga. Kijitu kindondocha kabisa, tunakaa tunakisikiliza tena. Bila hajagana kwenda kubishana mtu kama unajua akili zake sio nzuri. Bado unataka kwenda kubishana naye. Yaani nini sasa? Karibu kwa babu yako hii. Sasa ule kidonda hiki kinatoa adudu, nataka nikioshe. Sasa kidonda kinatoa adudu. Acha basi. Nataka niko kwa njoka hapo hivi wali kwa kidonda kimesikia kapona. Ungekuwa una akili.
Kitibu kwanza hizo akili zako hizo. Unanielewa? Kama wewe dokta au mganga si mgaguzi watu kijijini hivi mnavyosema. Angalia kitu cha kutibu, sio kidonda cha ndugu yangu mimi. Unanielewa? Jomba utapona jomba. Acha. Nipe kwanza. Acha. Nipe kama nipe hili basi. Wewe unaona kidonda na kufuata nini? Tacheza naye mimi. Wacha jomba utapona. Jomba. Huyo akifa kama Alan. Utadili na mimi. Tena. Jangan tutajitu wala bila sababu na akili. Ndio buat ngoja wewe anaumwa siku alishana hali. Lazima kanisajie. Sasa yeye kila siku nie tuangalia mbele majenga sijui agaga hapa hivi. Leo agaga. Ila dawa. Hiki kinaanza kukauka hiki. Nimekuja na dawa nyingine hapa. Unasemaje? Nimekuja na dawa nyingine. Wewe unasemaje? Wewe naomba usiweke hiyo dawa. Wewe unaona mguu ulivyochimbika alafu unataka kuweka dawa nyingine mguu si utakatwa huo. Sasa si nimetoa dawa ile si nimetoa sumu. Ujinga wewe. Wewe nimetoa sumu. Mapesa. Ina maana na wewe upo tayari, si ndio? Ndugu yangu, jinsi mimi ninavyoteseka na wala sijui mguu huu wapi mimi nitapona. Utapona tu ndio bado tukweke dawa. Inauma hii. Basi. Ndio unapona hii. Ile ilifuruza inakausha kidogo. Inapona. Hapo sasa daktari hapo. Hapo kesho tu, acha kesho tu. Ndio pale mapone hapo. Basi kwa nini jamani? Atapona huyo. Sijui maisha haya mpaka lini. Tuko watu kuhangaika. Mapesa. Naona kama kimekauka. Si maajabu haya. Ama kweli Mungu kasikia kilio changu. Na kilio changu leo nitalia kwa mara ya mwisho. Bwana wewe tena upasi hata uninyanyue yani. Yaani nyanyuka mwenyewe. Vitu vingine kama vya ajabu. Alafu hakuna kati yetu aliyedhani yule bwana anaweza akafanya vitu vya namna hii. Ama kweli usimdharau mtu usomjua. Nasema hivi, tumtafute yule mheshimiwa. Tumpe shukrani zetu za dhati kabisa kwa hichi alichokifanya. Ni kweli. Kwa hali nilokuja nayo mpaka hivi sasa hivi kuwa hivi. Naomba hilo beba wewe. Masuke ya watu huyu. Alikuwa mtu mzuri tu kijijini kwetu hapo. Kimempata nini? Masuke! 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 Mbali zenu ungwana.
Wakubwa shikamoni. Marahaba. Tumeitana hapa, hiki kikao ni cha siri. Na kikao hiki tunamjadili mzee Mfyatue. Mimi nimechoka na utawala wake mzee Mfyatue. Mtoto wa nyoka si nyoka bwana. Najua utasema hivyo, lakini mimi amenikifu. Sasa tunachozungumza hapa kinabaki siri kwa hapa. Asante. Jamani, najua itakuwa vigumu kutuamini, na ndio maana wengi wenu hawajafika katika kikao chetu. Lakini ukweli ni kwamba tumechoshwa na uongozi mbovu wa mzee Mfyatue. Sawa. Kwa hiyo basi, sababu kubwa sisi kuwaiteni hapa ni tukae tuangalie jinsi gani ya kubadilisha uongozi wa mzee Mfyatue na kuweka uongozi mwingine tofauti na uongozi wa mzee Mfyatue. Hapo safi. Umefika wakati wa sisi vijana kuoa na kuolewa. Yaani nani katika kijiji hichi? Tumechoka baba. Kile tubanwa. Mara huyu. Nani anauliza nani katika mkutano? Nauliza nani katika mkutano hapa? Kawaita nani? Nani kawaita nauliza? Niye mnaniki kuwaita watu hapa waje mfanye mkutano, nani kawapa ruhusa hiyo? Mzee Mfyatue. Ndio mimi Mfyatue. Hao wana kijiji wanawake wamekaa hapa na kujadili mambo yao. Nani kawaita hapa? Mimi. Wewe unaniki kuwaita watu hapa bila ruhusa yangu? Sasa mnanipanda kichwani. Nini? Mfyatue. Hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho. Ndio umefika mwisho wa utawala wako mbovu katika kijiji. Mtaanza kuota meno ya juu eh? Subiri niwaonyeshe. Bagia! Wana kijiji, naomba tusikilizane. Narudia tena, ni muda umefika wa kuondoa utawala mbovu wa mzee Mfyatue. Kuanzia sasa hivi mko huru kufanya chochote mnachojisikia, ili mradi msivunje tena kijiji chetu. Mko huru kuoa, mko huru kuolewa, mko huru kwenda sehemu yoyote, mko huru kufanya chochote mnachojisikia. Tumechoka. Anataka mjini aende, anataka kuolewa aolewe, anataka kuoa aoe. Na mkae shughuli zenu. Kufagia tu. Mkuki ni kwa nguruwe, kwa binadamu ni mchungu sana. Mke wangu. Wewe. Usolipenda usimfanyie mwenzio. Na bado. Niombe lazima. Ama bwana, utakufa mwenyewe. Mimi nimeshachoka na mambo hiyo. Hebu nifanye shughuli zangu. Mke wangu. Nimechoka bwana. Lakini